Kazi yetu leo hapa ni moja tu, kuzungumza yote yaliyokuwa ndani ya vifua vyetu, na nyie mpate nafasi ya kuyafikisha hayo kwa jamii kubwa ambayo ipo nje ikisubiri kusikia klabu bingwa ikizungumza. Jambo la kwanza la kuanza nalo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuamsha salama sisi wote ambao tuko hapa na wengine ambao sasa hivi hapo Menyata hapo, na wengine ambao wanaofuatilia mkutano huu mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Jambo la kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uhai na afya njema. Lakini jambo la pili, sisi kama klabu ya Young Africans tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia mafanikio ya kupata ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-25. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tulianza naye msimu pamoja, tukawa naye katikati kwa maombi na sala nyingi, na tumefika mwisho, tumefika naye Mwenyezi Mungu na ametuongoza kwa kutujibu katika yale ambao tulikuwa tukimuomba. Ambao tulimuomba msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC, tunasema asante kwa sababu tayari kombe hili hapa la ligi kuu ya NBC lipo kwenye mikono ya Young African Sports Club, ikiwa ni mara ya 4 mfululizo. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba mtoto aliyeanza form 4, alianza form 1, aliyeanza form 1 ameshamaliza form 4 akiwa anaiona Yanga ikiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Yaani kijana yoyote ambaye alianza form 1 amesoma form 2, form 3 na form 4, kwenye macho yake anapoulizwa mpira, Tanzania anaiona Yanga ikichukua hili kombe kwa miaka 4 mfululizo. Hili jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnaweza mkaa mnajiuliza kwa nini tumemweka namba 2 Mheshimiwa Rais na kumpa shukrani. Baada ya Mwenyezi Mungu tunasema tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kitendo cha taifa letu la Tanzania, amani kutawala, uungwana kuwepo, utulivu kushamiri, umefanya mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa mafanikio makubwa. Na sisi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia akiwa analiongoza taifa letu, kama club tumepata bahati ya kuwa na mafanikio mengi. Kwa tunaamini utulivu wa taifa letu, usalama ambao unapatikana ni chachu ya mafanikio ya kimpira kwenye nchi yetu, lakini pia kwa klabu yetu ya Young Africans. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu mambo yangekuwa hayakaliki hapa Tanzania, leo hii ubingwa huu wa NBC tusingekuwa nao hapa klabuni. Lakini mambo yanakwenda salama, nchi imetulia, nchi ina furaha, na ndio wananchi tunafanya kazi yetu kwenye pitch kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo hili kombe pia ni zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua yuko na ratiba nyingi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, lakini tumuombe mama yetu wakati ambao atapata muda wa ziada wa kupumzika, basi klabu hii itakuwa tayari kuipeleka zawadi hii akaishuhudie Mheshimiwa Rais kwamba bana, kazi nzuri unayoifanya kwenye kujenga taifa letu upande huu wa michezo, matunda yake ndio kama haya ambayo klabu ya Young Africans tunayapata. La tatu ni kuwashukuru wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Huu msimu mpaka tumefika mwisho, tumepitia mengi sana kama Young Africa. Mpaka tumefika mwisho leo hii, tumeketi hapa tuna ubingwa wetu, tunajipongeza, tumepitia mengi sana kama Young Africa. Lakini siri yetu ya mafanikio
licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio ni umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho kipindi kigumu, na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu huu. Baadaye kidogo hapo nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi, kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho, na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambao wameifanya kuhakikisha Young Africa imefurahi. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambao zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Young Africa tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaibia siri kidogo leo ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siri ilikuwa baada ya mechi gani? Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Unakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu, kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini, tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mvuvi wa pweza tunakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumuona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumuona Aviola ameondoka mikono mitupu.
na nimewaibia siri. Lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira, sasa leo tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu? Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati. Maana yake wewe uko tayari kwa mapambano. Na sisi tukasema sawa, kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano, acha twende katikati tukapambane. Na mwisho wa msimu mshindi amejulikana ni nani. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote kwa uboreshaji ambao wameuleta msimu huu, kuhakikisha wameongeza na wao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tupo kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya club hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa club, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa finali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnavosikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Mnaona kama utani, ngamia ataanguka kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukauchukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo niwakaribishe sasa wanachama wa Yanga wote kesho makao makuu. Asubuhi na mapema saa 1 tu hapa yaumul Jumaa kesho. Hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia, tuje tunywe supu ya ngamia jamani. Ngamia na utamu wake. Tuje
tunywe supu ya ngamia kesho hapa makao makuu ya klabu. Leo waandishi ambao mtapata nafasi, tutaongozana na nyie mkashuhudie ngamia wetu na maandalizi yake ya kuchinjwa. Huyo ngamia achinjwi tu hivi hivi kama wataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Pigwe dua kidogo mpaka akae chini ndo kisu kiingie. Kwa hiyo mtakaokuwa na nafasi tutawapeleka leo. Sisi mkasema nyama hii sio, tutawapeleka na nyie mkashuhudie nyama akianguka kwa ajili ya wanayanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi. Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi. Kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywa hapa makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika. Tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wapo kwenye msongo wa mawazo. Wanapitia mazito kweli. Hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya. Yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu. Kitaalamu ngamia anatibu maradhi hayo ya ini. Kama una sumu mwilini hivi, ngamia supu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia kesho tunaomba makao makuu jamani. Muwaambie tunaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga na hii ya ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja tufurahike nao. Baada ya kutangazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari. Tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa hivi. Watu wamekuwa wakitegea hizi press zangu hizi. Mtu anatega kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa finali.